Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Hatua kwa hatua naendelea kukusogezea upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Na nikwambie, rais wa taifa la Marekani Donald Trump amesema maendeleo yamepatikana katika mazungumzo kuhusu kutatua mgogoro wa Ukraine. Anasema tuna mazungumzo mazuri, tulianza na Urusi na tuna mazungumzo na Urusi, aliwaambia waandishi wa habari. Alipoulizwa ni matokeo gani anatarajia, Trump alijibu, hatutajua kwa muda mfupi, lakini tutafanya maendeleo. Watu wanaanza kutambua kuwa ni mpango mzuri kwa pande zote mbili, Trump alisema, akimaanisha mpango wake wa pointi 28. Akizungumzia mtazamo wa Ukraine kuhusu mashauriano, Trump alisema, nadhani wanafurahi sana kuhusu hilo, wangependa kuona mgogoro ukiisha. Vile vile, rais wa Marekani anaamini kwamba kwa kusimamisha mashambulizi yake Urusi ingetoa makubaliano makubwa kwa Ukraine ambayo yanaweza kuonekana kama hatua ya kusonga mbele kuelekea kutatua mgogoro huo. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya Air Force One, Trump alisema hakubaliani na dhana kwamba mpango wake uliopendekezwa ulikuwa na manufaa zaidi kwa Urusi na kwamba Moscow haifanyi makubaliano yoyote. Anasema naam, wanafanya makubaliano makubwa ya kusema waache kupigana na hawachukui ardhi nyingine yoyote, Trump alisema. Vile vile rais wa Marekani anasema Urusi na Ukraine zinajadili kubadilishana maeneo kwa pamoja. Anasema wanazungumzia kuhusu kwenda pande zote mbili na kujaribu kusafisha mpaka. Trump alisema, aliwaambia waandishi wa habari, huwezi kupita au kupitia katikati ya nyumba, huwezi kupitia katikati ya barabara kuu, kwa hivyo ni mchakato mrefu na mgumu, Trump aliongeza. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile vile Trump anatafuta kumaliza mgogoro nchini Ukraine haraka iwezekanavyo kwa masharti yoyote ambayo pande hizo zitaona inakubalika, gazeti la Politico linaandika likimnukuu afisa wa ikulu ya White House. Lengo kuu ni amani, hilo ndilo jambo muhimu zaidi linaloweza kupatikana hapa, chanzo hicho kilisema, na kuongeza kwamba makubaliano yoyote ambayo pande zote mbili zinaweza kukubaliana haraka iwezekanavyo. Taarifa hii inasema kwamba Trump anataka mgogoro huo uishe bila kujali mpango wa amani unaonekanaje, kwamba unadidimiza upande mmoja au unatoa nguvu kwa upande mwingine. Hilo yeye hataki kuweza kulifahamu. Vile vile Trump anasema kuwa utawala wake umepata maendeleo makubwa kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Anasema, katika wiki iliyopita timu yangu imepata maendeleo makubwa kuhusiana na kukomesha vita kati ya Urusi na Ukraine, ameandika kupitia jukwaa lake la Trust Social. Mapema Jumanne, kiongozi huyo wa Marekani alisema kwamba ana uhakika kwamba makubaliano kuhusu suluhu ya Ukraine yako karibu sana. Alisema, nadhani tunakaribia sana kufikia makubaliano. Nilidhani hilo lingekuwa la haraka zaidi, lakini nadhani tunapiga hatua. Lakini mkutano kati ya Putin, rais wa Urusi, na rais wa Marekani Donald Trump, inaelezwa kwamba ipo michakato inatafutwa ili mkutano huo uweze kufanyika. Ila mkutano ambao ulikuwa unatajwa kufanyika wiki hii kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Zelensky haujapangwa kwa wakati huu. Afisa wa ikulu ya Marekani aliweza kuthibitisha kupitia chombo cha habari cha Ukraine cha Omi Stevnonoe Novosti, na hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusiana na swala hilo. Vile vile mbinu za mazungumzo za Washington katika mashauriano kuhusu utatuzi wa amani kwa mgogoro wa Ukraine zilibadilika mara tu waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alipohusika, Politico inaripoti. Hapo awali katibu wa jeshi la Marekani Daniel Driscoll alitoa ujumbe mgumu kwa Ukraine na Ulaya, akisisitiza kwamba wanakubali mpango huo wa pointi 28. Hata hivyo, Rubio alipofika Geneva kukutana na ujumbe wa Ukraine, mabadiliko ya mazungumzo yalibadilika. Lakini Ulaya haiwezi tena kuichukulia Marekani kama mshirika baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa mpango wake wa suluhu ya Ukraine bila mchango wowote kutoka EU. Mkuu wa zamani wa diplomasia ya Ulaya Joseph Borrell anasema, kama inavyothibitishwa na mpango wa pointi 28 wa suluhu ya Ukraine, Marekani chini ya Trump haiwezi tena kuchukuliwa kama mshirika wa Ulaya ambayo hata haishauriwi kuhusu masuala yanayoathiri usalama wake, aliandika kwenye X. Vile vile viongozi wa Ulaya wamepoteza mawasiliano na ukweli katika mtazamo wao, na kinachoendelea kuzunguka Ukraine na madai yao kwa Urusi anaonyesha hilo. Aldo Ferrari, mkuu wa kituo cha Urusi upande wa Caucasus na Asia Kati kwenye taasisi ya Italiano ya masomo ya kisiasa kimataifa, anasema wanachotangaza kinaweza kuwa kanuni tu, lakini katika muktadha wa mgogoro unaoendelea hawaufikishi karibu na mwisho, na baadhi ya viongozi wa Ulaya wanaonekana kujitenga kabisa na ukweli. Mtaalamu huyo alisema, kwa maoni yake, mpango wa awali wa Marekani wa suluhu ya amani nchini Ukraine, iwe wazungu wanapenda au la, unaendana vyema na hali halisi ya mambo.
Ukraine inazidi kuwa dhaifu, lakini Ulaya pia inazidi kudhoofika ikipitia mgogoro wa kiuchumi, huku bei za nishati zikipanda. Ferrari ambaye pia ni profesa wa historia ya Euro Russia katika chuo kikuu cha Venice Foskar anasema kudumisha uwepo wa waangalizi kutoka shirika la kimataifa la nishati atomic katika kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhzhia kufuatia uwezekano wa kuhitimishwa kwa makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine ni sharti muhimu kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa nyuklia. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Gross anasema kupitia Reuters. Na nikwambie, masuala yanayohusiana na EU na NATO hadi sasa yametengwa katika ajenda mazungumzo kuhusu utatuzi wa mgogoro nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anasema kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na mwenzake Jordan Ayman Safad. Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinashika kasi zaidi huko. Na Zelensky amekubali mambo mengi ya mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutatua mgogoro nchini Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema wakati wa mazungumzo ya video na viongozi wa muungano wa nchi zinazotaka. Ila mazungumzo na ushiriki wa Moscow, Washington na Kiev unahitajika ili kutatua masuala hayo yaliyobaki kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Katibu wa habari kule White House Caroline Levitt anasema siku ya Jumanne akiweza kuzungumzia swala hilo. Nikupeleke kwa rais wa taifa la Ufaransa Emmanuel Macron ambaye yeye anaonekana kuwa katika upande wa kutaka vita hivyo viendelee na akionekana kama adui wa Urusi. Yeye anasema anaona mchakato wa suluhu ya Ukraine kuwa katika hatua muhimu kulingana na matamshi yake katika mkutano wa muungano wa Wheeling. Ni wazi tupo kwenye hatua muhimu. Mazungumzo yanapata msukumo mpya na tunapaswa kuchukua kasi hii, alisema. Kwa maoni yake, sharti kamili la amani nzuri ni seti ya dhamana imara sana za usalama, sio dhamana za karatasi. Macron alisisitiza kwamba lengo kuu la muungano ni kupata ulinzi huu. Balozi wa Marekani katika NATO amekiri kwamba Urusi na misimamo imara zaidi katika uwanja wa vita. Anasema hakika Warusi wana misimamo imara zaidi katika uwanja wa vita, alisema kwenye mahojiano na Fox Business. Pia alibainisha kuwa vikosi vya Urusi vinapata mafanikio madogo ya kimkakati kila wiki, kwa hivyo Urusi inajadili makubaliano ya amani kutokana na ukweli. Vilevile msimamo wa viongozi wa juu wa mashirika ya kijeshi na viwanda vya magharibi wanaoshawishi usambazaji zaidi wa silaha kwa Kiev unabaki kuwa kikwazo kikuu cha suluhu ya amani nchini Ukraine. Eddie Gonzalez, mchambuzi wa kisiasa wa Marekani na mwenyeji wa Urusi up close, anasema nia ya kundi la kijeshi na viwanda la magharibi katika usambazaji zaidi wa silaha ndio kikwazo kikuu cha kutatua mgogoro nchini Ukraine. Mtaalamu huyo anaamini vile kuna mgogoro unaoibuka ndani ya ikulu White House ambapo mpango wa amani wa Marekani kwa Ukraine una wajumbe wakuu wa baraza la mawaziri wanaogombea ushawishi na uwezekano wa kuwania urais, Bild inaripoti ikinukuu vyanzo. Ila Ukraine imekubali kupunguza jeshi lake kwa wanajeshi 800,000, gazeti la Financial Times linasema likinukuu vyanzo vilivyo karibu na ofisi ya Volodymyr Zelensky. Kulingana na gazeti hilo, Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump watakapokutana baadaye kuzungumzia hoja zenye utata kuhusu mpango wa amani wa Marekani, maeneo na dhamana za usalama zitakuwa miongoni mwa masuala nyeti mezani. Kulingana na ripoti za awali katika vyombo vya habari vya magharibi, mpango wa amani wa Trump kwa Ukraine unapendekeza kwamba jeshi la Ukraine lipunguzwe hadi 600,000. Sasa zipo taarifa zimetolewa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema mazungumzo kuhusu uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine yalikuwa kwenye mwelekeo mzuri alipozungumza na viongozi wa shirika wa Ukraine barani Ulaya. Akihutubia mkutano huo uliofanyika kwa njia ya mtandao kutokea chumba cha baraza la mawaziri katika ofisi zake zilizoko mtaa wa Downing, Starmer alipongeza na kuikaribisha hatua kubwa iliyopigwa kwenye mazungumzo hayo ya Geneva. Lakini Rais Trump yeye amesema Jumanne kwamba anamtuma mjumbe wake Steve kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Moscow wiki ijayo kama sehemu ya mpango wake wa kuvimaliza vita nchini Ukraine. Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba kulikuwa na mambo machache ambayo bado hawajakubaliana licha viongozi wa Ulaya kuonyesha mashaka makubwa. Trump alieleza matumaini ya kukutana na Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hivi karibuni, lakini akitahadharisha atafanya hivyo ikiwa kutakuwa na hatua zilizopigwa kwenye makubaliano hayo. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.